Bwana, ni muda wa kuzungumza leo ya kimichezo ambayo anachukua nafasi kwa hivi sasa. Kubwa zaidi ni wiki ya mchaka, wiki ya kuelekea katika mashindano ya kimataifa kwa Simba, lakini pia Young Africans zidi ya Farabat pale uwanja wa New Amani Zanzibar. Lakini Simba ni Benjamin Mkapa. Mnyama Simba ameweka kikao kabla ya kwenda kumvaa Petro de Luanda. Kamati ya ushauri ama baraza la ushauri limekaa, mwenye Kaduguda akionekana kwenye kikao hiko. Ni kipi ambacho kimejiri? Karibu sana tuzungumze na Lugano, mwana wa Israel. Vizuri. Namshukuru Mungu kwa kuniamsha na kwa katika hali niliyokuwa nayo kuwa mzima. Najua yani kama umeamka umekuwa mzima, umekuwa na afya, ni jambo la kumshukuru Mungu. Kuna watu wengine wako hospitalini sasa hivi kwenye shida nyingine. Kama mtu na uhai, uko na afya, ni neema tu ya Mungu. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu na nafurahi kuwa na uwezo pia kuzungumza. Kuna wengine natamani tu angepata sauti watoto. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Bana, tuanze na hili wiki ya CAF Champions League, mnyama Simba zidi ya Petro, na Petro leo hii anaingia Tanzania kujiandaa vilivyo kumnyoa Simba. Kwako ni mchezo wa aina gani? Pantev aingie kwa tahadhari kiasi gani? Lakini Petro ulivyofuatilia ni timu ya aina gani? Ukizungumzia Petro Atletico ni moja kati ya timu ambazo unawezekana ukazichukulia poa kwa kuzisikiliza tu kwamba ni timu ambayo inatoka Angola. Lakini niwaambie watu ambao wanaichukulia poa, hasa ukipa nafasi kubwa Simba kwamba huenda ukapata ganda la ndizi, waondoe hayo mawazo. Ukizungumzia mafanikio ya kufikia hatua nusu finali ambayo Simba mpaka sasa hivi ndo ndoto ya kuweza kuafikia huko. Simba wamekuwa wanakishia robo finali kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, si ndio? Wamefika finali kwenye robo. Lakini ukizungumzia kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, finali kwa umekuwa changamoto. Hao Atletico walifika hatua hiyo, walivuka makundi bila kufungwa goli lolote, umeelewa? Na hawajafanya lishafo ya tuseme wachezaji wao kuuzwa sijui nini, yani mpanganyiko wa wachezaji sio mkubwa sana. Kwa hiyo unapoizungumzia Atletico de Luanda kwa naitwa au Atletico Petro, ni moja kati ya timu ambazo lazima watu wafahamu kwamba Simba inaenda kukutana na mfupa mgumu sana. Mfupa ambao ukizungumzia soka la Angola ndo timu ambayo inatisha zaidi. Si unaelewa? Kwa hiyo Simba, watu wengi wanafikiri Simba timu ambayo ni ya kuiogofya. Kwenye kundi la Simba kuna Wydad, sio? Of course yupo Experience de Tunis, sio Wydad. Experience de Tunis. Wengi wanasema Experience de Tunis ndo timu ambayo ina uhakika zaidi wa kutoboa hapa. Inaofuata ni Simba. Wanasahau kuizungumzia Atletico ambayo yani ukiangalia mpira ambao wanaocheza, sawa, Atletico mpira ambao wanaocheza na Simba ambao wanaocheza, Simba unaona kabisa ndio kupata changamoto kwa sababu wale wanacheza mpira wa kileno, mpira wa kasi. Yani ile utatoa utoi, mipira ambayo inakimbia sana kwenye flanks, vitu kama hivyo, yani wanakimbia sana wale watu. Umeelewa? Nakumbusha kwenye mashindano kwenye kundi ambao walikuwepo, wao hawakufungwa. Umeelewa? Lakini wakafika mpaka finali. Of course Simba imekuwa ni timu ambayo inaingia mara nyingi kwenye hatua robo nini, imekuwa na ubora huo. Na Simba kwenye CAF ranking, sawa, ni timu ambayo iko katika 5 bora. Unapozungumzia 5 bora, Atletico Petro de Atletico wao hawako katika 5 bora. Kwa hiyo watu wanataka izungumzia Petro ni kama ni timu ambayo ni underdog mbele ya Simba. Si ndio? Lakini ukija kuangalia njoo kwenye matukio baadhi ya Simba ambayo yanafanya Simba uanze kufikiria mara mbili kwamba je, Simba kweli ni super mbele ya Atletico. Kwanza kuondoka kwa kocha. Kuna kocha mwingine ameingia mpya ambaye tumemwona katika michezo kadhaa hivi akicheza na Msingizini Hotspurs wamecheza. Na katika mchezo huo tuliona katika mchezo wa ugenini tuliona mbinu zake kwamba huyu bwana ni kocha mzuri, si ndio? Lakini mchezo uliokuja hapa nyumbani walitoka bila kufungana. Lakini kisingizio ni kwamba ni mpangilio wa kwenye ligi. Yani mipango ya kwamba tunajiandaa kwa sababu vitu kama hivyo. Lakini tumeona timu hiyo ya Simba imeenda kucheza na JKT Tanzania. Hiyo yani jini linataka kutoka na mganga naye
anaelekea kibla. Umeelewa? Yaani kuna ugumu ambao wamekutana nao, sio kitu chepesi. Kwa hiyo kwenye game ya JKT Tanzania tukakutana kwamba kulikuwa na madhaifu ya Simba yaliweza kuonekana. Umeelewa? JKT Tanzania kama wangekuwa na wachezaji ambao wana uwezo wa kumaliza game ya Simba, ile goli moja tayari unamaliza game. Na unapozungumzia kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, unakutana na timu ambayo kwao ni mabingwa. Si ndio? Ina wachezaji ambao ni quality zaidi ya JKT Tanzania. Kwa hiyo unajikuta Simba kama mfano wametangulia kufungwa Simba kwenye timu kama Atletico de Luanda au Atletico Petro, wale watatumia mbinu ya kuwazuia Simba wasifunge goli lolote, tofauti na JKT Tanzania ambao baada ya kufunga dakika kadhaa tu wakaenda kusawazisha Simba. Unanielewa? Kwa kuna utofauti. Kwa hiyo JKT Tanzania walishapaonyesha panapovuja kwa upande wa Simba, ambapo mimi naamini tokea makundi yalivyotajwa, sawa? Tokea makundi yalivyotajwa, ichukue hii. Wale Petro Atletico walipeleka watu kwenye hizo nchi ambazo wataenda kushindana nao kwa ajili ya kuona hivyo vilabu bora wao kila mechi ambao wanacheza. Kila mechi ambazo wanakuwa wanacheza wanafuatilia detail to details. Hapa pamepungua nini, hapa pamepungua nini, pameongezeka nini, tunamdhibiti nani. Umeelewa? Kwa hiyo ukiangalia Simba jinsi ilivyo, wengi tunaipa imani kwa sababu ya historia ya kwamba Simba ishaye kufanya hivi, watafanya hivi, wana uzoefu wa haya. Tunakumbuka hata kwenye grupu ambalo Simba alikuwepo kwenye CAF Confederation Cup msimu uliopita, sawa? Simba walikuwa wanapewa of course nafasi kwa sababu ya uzoefu wao kwenye mashindano. Lakini kulikuwepo na timu kubwa pia, mfano kama Faxieni ndio walikuwa na historia kubwa sana. Historia ambayo wao ndio ambao walishawahi kuchukua kombe lile mara mbili. Zaidi ya nini? Zaidi ya Simba. Simba ambao yani ndio kwanza wamefika finali msimu huo. Kwa hiyo walikuwa wanazungumziwa Simba yani kwa current perform, sio kwa kipindi hicho. Lakini ukiangalia Faxieni kwa kipindi hicho kwenye historia ndio walikuwa wanaongoza kubeba kombe mara nyingi. Umeelewa? Kwa hiyo historia haimalizi kila kitu. Inamaliza kwa wakati huo una ubora gani. Ndio ninachokizungumzia kwa upande wa Simba kwamba huenda Simba wengi wakaipa matumaini kwenye kundi hili kwamba nafasi ya pili ni ya uhakika, lakini wasione kikwazo cha Petro kikoje. Umeelewa? Sahihi. Lugano, kabla kuelekea kwenye mechi, Simba jana imefanya kikao cha baraza la ushauri. Mwenye Kaduguda ambaye mara kadhaa ameonekana kuikosoa Simba, jana pia alikuwa kwenye hiko kikao. Pengine kwako hiki kikao kinatafsiri nini kuelekea katika mechi ya Jumapili? Hiki kikao kina tafsiri kubwa kwamba Simba wameona kwamba tunaweza tukashinda uwanjani, kikawa kikwazo nje ya uwanja. Umeelewa? Maana yake mkao mna wachezaji wazuri ambao wanaweza kuwapa matokeo, lakini nje ya uwanja kuna baadhi ya vitu vinaweza vikakwama. Wakajaribu kuangalia watu ambao wanaweza kuamua hayo mazingira. Na mara kadhaa nadhani ushawahi kusikia kuhusiana na Mwina Kaduguda, wanamuita Mwina Sefu Kaduguda, Simba wa Yuda. Mmoja kati ya watu ambao ndani ya Simba wana ukongo wao na wameshafanya vitu vikubwa sana. Yeye mwenyewe akijinasibu kwamba kuna vitu ambavyo kwa sababu mimi sipo tunashindwa kuvifanya. Mimi nikipewa Simba hii itafanya hivi, itafanya hivi. Umeelewa? Sio kwamba yale maneno anayoongea yanaishia tu kwenye media ambao anaiongea. Kuna baadhi ya viongozi wa Simba wanamfuatilia, wanaanza kuona Mwina Kaduguda anasema haya. Wakirudi kwenye rekodi zake, Mwina Kaduguda ana matukio ambayo kaipambania Simba mwenyewe, unaweza kashangaa. Akikuhadithia hapo unajiuliza, wewe jamaa vipi? Umeelewa? Wanakuambia kuna baadhi ya nchi ambazo alienda, alijilipua, akaingia kwenye uwanja. Mwina Kaduguda ni mtu mzima afu ni msomi. Si kama naelewa. Aliingia kwenye uwanja kwa sababu ya kufanya matukio ya nje ya uwanja. Si unanielewa? Sasa umesema ulozi. Mimi nasema yale ya nje tusizingatingate maneno ya uwanja. Kwa hiyo alivyokuwa anaongea hata wao ndani ya Simba huenda walikuwa wanajaribu kuvuta picha kwamba kweli huyu jamaa
anawezekana na mchango kwetu sisi, ila tumemwacha nje. Umeelewa? Hebu tumvute kwanza. Na unajua siku zote wanasema hakuna mtu analalamika bila sababu. Kila hoja na sababu zake. Endapo kijibu ile hoja inawezekana kuletea positive effect. Sasa naamini kumuona Mwina Kaduguda kwenye ule mkutano, sawa, kuna namna ambavyo Simba wameona huenda yale ambao anazungumza kwamba yeye kutokuwepo kuna baadhi ya vitu ambavyo vinakuwa vijakaa sawa. Umeelewa? Hebu tumuongeze. Unajua wakati mwingine wanasema mpe mwanao mchawi akulelee. Unajua hiyo ina maana gani? Yaani haina maana kwamba mchawi kama mchawi huyu ambaye analoga. Of course ni neno mchawi linamtuia kwa huyo mchawi. Hata mchawi mwenyewe analoga ukimpa mwanao akulelee, ataogopa. Akiugua tu hapa, sasa mimi mwenyewe nimemloga sababu niko naye. Kwa hiyo atamlinda. Umeelewa? Sasa hicho ambacho kinazungumzwa hapa kinazungumzwa kwa upande wa Mwina Kaduguda. Alikuwa akiwa nje ya Simba, alikuwa mtu ambaye anakosoa sana ndani, madhaifu ni mengi sana. Sasa walichokifanya sema huyu ndo mchawi wetu. Huenda nguvu ya Kaduguda akisema anawapa sababu watu wengine pia kufanya nini? Kupita kwenye engo zake kuyasema yale. Wakasema sasa wewe njoo, wewe uchawi ambao unaona unao, njoo utologee humu ndani. Utaloga ndani ya Simba? Haiwezekani. Kwa hiyo ni kikao ambacho ninaamini kilikuwa na mkakati mkubwa wa kuleta mapinduzi ya Simba, kuona kuondoka kwanza kuvuka hii hatua ya robo finali, cha pili kuelekea kwenye kuvunja ule mwiko wa kukaa kwa mwaka robo muda mrefu kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa sababu kwenye CAF kwenye CAF Confederation Cup wao walishaivunja mwiko. Sasa ni hatua ya kuelekea kwenye nini? Kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, kuvunja ule mwiko. Wanafanyaje? Ndio mikakati ambao wamejaribu kuichungulia waweze kufanya nini kutoka hapo. Na Mwina Kaduguda anaweza akawasaidia. Sema kuna mtu mmoja mimi sijamuona. Ismail Aden Rage sijamuona pale. Ni mmoja kati ya watu ambao ni kiongozi ambaye kashapita Simba, ana mawazo positive sana na ya kitaalamu sana, ambaye anaweza akasaidia kuhakikisha mambo haya. Nakumbuka wakati natajwa kamati ya ushauri ya kakataa, maana yake pia kuna mtu mwingine muhimu yuko nje ya mchezo, wanatakiwa muite pale ili Simba wafanye vizuri. Bado Aden Rage, Ismail Aden Rage anatakiwa pia kuwepo kwenye nini? Kwenye kamati ile pale, kwa sababu yeye ni msomi ambaye anajua mazingira mengi sana ndani ya Simba, na anaweza kawasaidia Simba kwenye hatua hii ambayo wao wanataka kuivuka. Bana, kwa mnyama Simba natumai tumezungumza mengi sana kuelekea katika mchezo wao wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Uwanja ni Benjamin Mkapa. Bana Luganwe, tutakuja kumdiscuss Young Africans dhidi ya Farabati kwa kuwa muda wetu wa leo. Natumai next time tutakuja chakata mengi hadharani kuhusiana na Young Africans, lakini pia Farabati ambaye inaonekana Young Africans ni underdog kwa Farabati. Kwa leo tuweke nukta. Wewe ndio umechukua hivyo Ni underdog. Kwako? Kwako wewe. Nakuuliza ndio umechukua ni underdog. Kwako wewe. Underdog. Farabati ni underdog kwa Yanga. Farabati ni underdog kwa Yanga. Kwa sababu Yanga yupo kwenye 10 bora. Vilabu bora barani Afrika yuko 10 bora. Sawa Farabati hayuko 10 bora. Iko kama 17 kama sijakosea. Umeelewa? Kwa hiyo underdog ni nani? Na current performance ya Yanga ni kubwa kuliko Farabati. Kwa hiyo Farabati anamshinda Yanga kutokana na ligi ya Morocco jinsi ilivyokuwa kubwa na ubora wake. Lakini pia kwa historia ya kuchukua vikombe. Farabati ashaye kuchukua vikombe, Yanga kuwahi kuchukua. Yanga ndo amechipuka sasa hivi, Farabati yupo muda mrefu. Kuna utofauti mdogo sana, lakini Yanga hawezi kuwa underdog kwa Farabati kwa current performance. Umeelewa? Kwa historia Yanga ni underdog. Kwa historia Yanga ni underdog. Ila current performance Yanga is the best. Bana, tutakuja kumzungumzia vizuri kabisa Young Africans, mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Bana Luganwe, mimi naweka nukta ndugu yangu. Asante sana na kushukuru.